Shosti! Tusemeza. Mama mwenye mtoto, mama mtoto, hakikisha unafanya usafi endapo zile diapers ni safi au chafu. Yaani as long as ameshaiva, imepita muda ambao unatakiwa kumtolea, mvue, avae nyingine mpya au mwache apumue kama yuko nyumbani na kadhalika unavyofanya, lakini hakikisha unafuatisha yale yaliyoandika kwenye kile kizibao pale ukinunua. Kila la heri. Halisi ya utanuzi wa biashara ni pale ambako biashara yako inaweza kufikia wateja wengi zaidi, kwa sababu biashara yako inakuwa imeweza kutengeneza demand za hao wateja, au pia umeweza umeweza kukidhi demand za hawa wateja, kwamba wao walikuwa na demand na wewe ulikuwa supply. Kwa sababu kwenye previous episode tuliongelea kuhusu demand and supply inatengeneza mzunguko wa biashara. Kwa hiyo utanuzi wa biashara huzingatia, au moja ya nguzo muhimu ya kuwa na utanuzi wa biashara ni pale ambako demand yako na supply yako inaenda kwa wateja wengi zaidi ili kukidhi mahitaji yao. Na utanuzi mwingi wa biashara sio tu kuongeza duka, kuongeza location na kadhalika, lakini hatuwezi tukawa na utanuzi wa biashara kama hatuna mzunguko wa biashara. Na unawezaje kusema kwamba biashara yangu inatanuka? Ni pale ambapo kunakuwa na foundation au misingi ya vitu vinavyoweza kusababisha utanuzi huo wa biashara uwe mzuri, ili wateja wako waweze kuwa reliable kwenye biashara yako husika. Sasa kuna moja ya vitu ambavyo unapaswa ufahamu katika utanuzi wa biashara. Kwanza ni availability ya biashara yako. Yaani watu wengi wanaweza kupata bidhaa zako, huduma yako kwa wakati na muda wowote. Yaani tunasema hakuna vipengele kwenye biashara yako, kwamba tukitaka kitu fulani kipo. Let's say labda una duka tu la kawaida, kwamba nikitaka kitu chochote kwenye duka lako unakuwa na mahitaji toshelezi kutokana na eneo au kutokana na aina ya wateja unaowahudumia. Uwe na mahitaji toshelezi, ambao mahitaji toshelezi ndio tunasema demand certification, kwamba unaweza kukidhi uhitaji wa ushauri. Ninasema watu wawe na maamuzi binafsi kabla ya ushauri. Ninasema watu wawe na high self esteem kwenye vitu vyao kabla ya kushirikisha watu wengine, kwa sababu ushirikishwaji wa watu wengine kwenye vitu vyetu binafsi inaua our self esteem, inaua our confidence, inaua our focus, inaua, kwa sababu unakuwa uko kwenye boksi ambalo kila mtu anaekea kitu chake hapo ndani. Ndio hivyo ambavyo ukiwa unashindwa kufanya maamuzi yako na kuyasimamia maamuzi yako, ukiwa unawategemea watu wengine, hupelekea ushindwe kuwa na self esteem. So utawala binafsi ni muhimu sana kwenye maisha ya kila kijana huyo, mpe mshahara binti huyo, kwa sababu wao wanategemea uchumi huo wa mshahara kuinua watu walioko nyuma yake. Sasa salamu zikufikie wewe ambaye unashikilia riziki za watu kwa kujipa sababu za kusema, nitakulipa bwana. Kwani una haraka gani? Nitakushikia mshahara. Unamshikia mshahara. Wewe mbona wako ushikiwi na mabosi zako? Walipeni wadada watu, la sivyo watawaibia humo ndani. Walipeni wadada watu waache kuwapiga watoto wenu. Walipeni wadada watu jamani humo ndani, kwa sababu usipofanya hivyo hasira zake anazitoa kwa watoto wako. Hasira zake atatembea na mume wako. Hasira zake atafanya wizi. Hakikisheni mnalipa stahiki za watu. Salamu hizi ni maalum kwa mabosi ambao mna malimbikizo ya watu. Lipeni bwana wafanyakazi wenu. Tusemezane.